Je, ulikuwa unafahamu simu yako unayoitumia hivi sasa, magari ya umeme ambayo umeanza kuyasikia, hata teknolojia ya kesho, yote yanategemea kitu kimoja, graphite. Na ukweli ni huu, Tanzania ina moja ya akiba kubwa zaidi ya graphite duniani kote. Tanzania sasa inaingia kwenye moja sekta muhimu zaidi duniani, nishati safi. Hiyo ipo wazi. Graphite hutumika kutengenezea betri za lithium ion zinazotumika kwenye magari ya umeme, simu na teknolojia nyingi za kisasa. Na Tanzania ina takribani tani milioni 17 hadi milioni 18 za akiba ya graphite, ikiifanya kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza duniani kote. Lakini hii sio tu kuhusu uchimbaji, ni kuhusu thamani na nani anayefaidika. Na je, wananchi wake wanauelewa kuhusu jambo hili? Mradi wa Mahenge ni moja mradi mkubwa unaoifanya Tanzania kuwa sehemu muhimu ya mnyororo wa uzalishaji wa betri duniani kote. Na jambo kubwa ni kwamba kwa sasa Tanzania inasukuma uchakataji wa ndani badala ya kuuza malighafi. Hii inamaanisha ajira zaidi, viwanda zaidi na thamani kubaki ndani ya nchi. Lakini graphite sio kwa ajili ya betri peke yake. Inatumika kwenye uzalishaji wa chuma, vilainishi vya mashine, vifaa vya kielektroniki, breki za magari na hata penseli au kalamu tunazotumia. Kutoka viwandani hadi kwenye maisha ya kila siku, graphite ipo kila mahali. Na kadri dunia inavyoelekea kwenye nishati safi, mahitaji yanaongezeka kwa kasi kubwa. Kwa mageuzi yanayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, Tanzania inalenga kuwa zaidi ya muuzaji wa malighafi, inalenga kuwa sehemu kubwa ya viwanda. Lakini swali muhimu linabaki, nani anadhibiti thamani yake? Kwa sababu mara nyingi mikataba ya uwekezaji ndiyo huamua nani anapata faida halisi. Hii ni Swahili Nation Network.